hawajui wala hawatambui Roho Mtakatifu ni nani. Hawajui ya kwamba unapozungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, hauzungumzi kwa habari ya kitu, hauzungumzi kwa habari ya mafuta, hauzungumzi kwa habari ya upako, hauzungumzi kwa habari ya chochote. Unazungumza kwa habari ya Mungu mwenyewe ambaye alikuwepo tangu mwanzo. Tangu mwanzo alikuwepo. Ni Roho wa Mungu. Kwa ina maana unapomzungumza Mungu, hakuna Mungu pasipo Roho. Ina maana Mungu ni Roho. Popote unaposikia maandiko yanasema Mungu ni Roho na wanaomwabudu imewapasa kuabudu katika roho na kweli, ni kwa sababu ibada zote za Mungu zinafanyika kwa huyo Roho anayeishi ndani ya mtu. Kwa mtu yoyote yule anapookoka, ili aweze kumfanyia Mungu ibada ya kweli, lazima Roho yake na Roho Mtakatifu waunganishwe. Ina maana Roho wa Mungu na Roho wa mwanadamu wanaunganishwa, ndoa inatokea. They are married. Once they are married, they become one. Wanakuwa mmoja. Wanapokuwa mmoja, wana uwezo sasa wa kuenda mpaka mbele za Mungu, wakaingia patakatifu pa patakatifu, wakamwabudu Mungu. Kwa sababu gani? Wametambua ya kwamba kuna ndoa kati yao wao na Roho. Let me tell you something. Taielezea ndoa kidogo ili upate kuelewa kitu gani nazungumza. Haleluya. Tazungumza kwa habari za ndoa kidogo ili upate kuelewa. Yamkini ukawa ni maskini wa kutupa sahihi. Sio kama umenielewa ukawa maskini kabisa, una maisha, una nini. Then tajiri au bilionea mmoja akasema, mimi huyu mtu nimechagua awe mke wangu. Sio, umenielewa? Unachukua jina lake, sawa? Unachukua urithi wake, unachukua kila alichonacho, na unakuwa wewe na yeye lenu ni moja. Kuna mtu anaelewa kitu nasema? Like you begin to become one with him. Mnakuwa wamoja. Kwa hiyo popote ambapo anatajwa Roho wa Mungu, unatajwa wewe. Popote ambapo unatajwa wewe, anatajwa Roho wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mmeoana, kuna ndoa ilitokea. Kama maandiko ambavyo yanasema yoyote aliyeungwa na kahaba amekuwa mwili mmoja naye, vivyo hivyo aliyeungwa na Roho amekuwa mmoja na huyo Roho wa Mungu. So Yesu alipokufa pale msalabani, kwa agano lile la ile damu iliyomwagika pale msalabani, Mungu alimpatanisha mwanadamu na roho yake yeye mwenyewe. Kwa mwanadamu akaungwa na Roho wa Mungu. Ina maana mwanadamu huyu sasa, yeye roho yake na Roho ya Mungu wamekuwa wamoja. Did you hear what I just said? Sasa mwanadamu yoyote yule ambaye roho yake imeungwa pamoja na Roho wa Mungu, asipomtambua au asipomjua Roho Mtakatifu, akampa nafasi yake, akampa heshima yake, akampa kusema, akampa kuishi, akampa kuwa sehemu ya maisha yake, yule Roho Mtakatifu anakuwa kama mume asiye na sauti ndani ya nyumba. Kuna mtu anaelewa kitu nasema? Anakuwa ni kama mume ambaye hazungumzi, hasemi, kwa sababu umemnyamazisha. Roho Mtakatifu ni definition halisi ya mume ambaye Mungu alimkusudia alipomuumba Adamu. Umewahi kujiuliza ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo, kwa nini Adamu akumquestion mke wake baada ya kumletea tunda? Halo? Kuna mtu anaelewa kitu nasema? Umewahi kujiuliza ya kwamba ilifikaje hatua mwanamke analeta tunda kwamba anampa na mmewe naye anakula pasipo kulalamika, pasipo kukataa, pasipo kuquestion? Ni kwa sababu definition ya kimungu ya habari ya mume iko hivyo, ni mpole, is gentle. So ukienda kusoma characteristics za Roho Mtakatifu, is very gentle. If you are not ready for something, kama uko tayari kwa jambo fulani, halazimishi, hafosi. So kama hutaki mazungumzo, hawezi kukulazimisha mzungumze.
The more you commit yourself to him, namna ambavyo unajikabidhi kwake, ndio jinsi ambavyo unampa mamlaka ya yeye kuwa na sauti ndani yako. Hasa watu wengi wanatembea na wanandoa na Roho Mtakatifu, lakini wao ndio waume. You are the one in charge. Wewe ndio uko kwenye kila kitu. You speak, you decide, unaamua, kila kitu unafanya ni wewe. Kwa hiyo Mungu anakosa nafasi ndani yako, licha ya kuwa yeye ndiye mwenye maamuzi yote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alipoachiliwa ndani ya mtu, hakuachiliwa kama kitu. Ilikuwa ni ndoa, muunganiko kati ya roho ya mwanadamu na roho ya Mungu. Haleluya. So kuna watu hawaoni matokeo kwenye maisha yao, sio kwa sababu hawakuolewa au hawakuoana na Roho Mtakatifu, isipokuwa hawajui kama hata kuna ndoa, na wala hawajui mambo wanayoyapasa kuyafanya ndani ya hiyo ndoa. Did you get what I'm saying? Yani ni kama umeoana na tajiri, alafu una kiburi, unafanya ni kama kwenye kile kitabu cha Esther sura ya 1, mambo aliyokuwa anayafanya Vashti. Like, unafanya vitu kwa maamuzi yako, kila kitu unajichagulia mwenyewe, unajiendesha wewe mwenyewe, licha ya kuwa uko ndani ya ndoa. So watu wanataka kutembea na Mungu, lakini wanakengeuka, hawataki kumsikiliza roho wake. Na unapozungumza kwa habari ya roho wa Mungu, ni Mungu mwenyewe. Hauzungumzi kwa habari ya kiungo, hauzungumzi kwa habari ya kitu, unazungumza kwa habari ya Mungu halisi, yeye mwenyewe katika roho. Let me show you. I need to show you a certain scripture. Kile kitabu cha Yohana sura ya 14. Roho Mtakatifu tusaidie. Orianda rabasete feliako zadabaya. Elaba radus kefeliatesh kepeliados. Radibase falia ke paradabasete kelianta. Yohana 14:15. I want you to listen, umtiririko na uelewe. Maandiko yanasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtafanya nini? Mtazishika amri zangu. Alafu anasema hivi, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Msaidizi wa kwanza alikuwa nani? Kwa nini Yesu aseme atawapa msaidizi mwingine? Wa kwanza alikuwa ni nani? Msaidizi wa kwanza alikuwa ni yeye mwenyewe. Yaani Yesu ndiye aliyekuwa msaada. Kwa anamwambia nitamwomba Baba, atawapa msaidizi mwingine. Sikiliza, anaelezea, anasema hivi, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Anasema bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Unaelewa haya maneno maana yake? Akisema maana anakaa kwenu, ina maana this is present tense, ni tukio lililopo. Alafu anaposema naye atakuwa ndani yenu, anaongelea kwa habari ya future tense, kwa habari ya atakuja. This is what is coming. Mstari unaofuata ni wa 18. Anasema sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Kwa lugha nyepesi ni kwamba I am coming in the spirit. Kuna mtu anaelewa kitu unasema? Kwa lugha nyingine ni kwamba Yesu anawaambia, sikiliza, kama mlipouliza kwa habari ya Baba, niliwaambia umeniona mimi Filipo, na bado unauliza habari ya Baba. Ukiniona mimi umemwona Baba. Vivyo hivyo ukimwona Roho wa Mungu, atakapokuja huyo Roho, ina maana nimekuja mimi mwenyewe, amekuja Mungu mwenyewe ndani yenu. Haleluya. Mtu apunge mkono kama anaelewa kitu nasema. Ina maana utakapomwona huyo Roho amekuja ndani yako, umeniona mimi, na sio tu kuniona mimi, umemwona Baba ndani yako. Kwa Yesu ameielezea vizuri hapo. Sasa utakuta watu wamepokea Roho Mtakatifu. Baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, wana expectation ya kwamba kuna namna uwepo wa Mungu huwa unatakiwa uwe. Kwa they will behave, wataanza kuishi vizuri na Mungu pale ambapo watakutana na Mungu.
Wataanza kumheshimu Mungu pale ambapo watakutana na Mungu. Wataanza kumtii Mungu pale ambapo watasema, na wakati Mungu anaishi ndani yao katika agano ambalo aliagana nao kwa Roho Mtakatifu. Anasema na siku za mwisho nitamwaga roho wangu. Ina maana roho wa Mungu alipoachiliwa ndipo ambapo Mungu aliagana na watu maagano ya kumwachia roho wake. Mtu yoyote aliyeokoka, ndani yake roho wa Mungu anaishi. Na huyu roho wa Mungu anapoishi ndani ya huyu mtu, ina maana utawala, ufalme wa Mungu umekwisha kuja au umekwisha kumjilia huyu mtu. Anasema saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Alikuwa anazungumza kwa habari yake yeye mwenyewe, ya kwamba saa inakuja, sasa ipo. Ina maana ile tu mimi niko hapa. Mtu atakayefanya ibada ataifanya katika roho na kweli. This is why Yesu alipoingia katika nyumba ya Zakayo, yule mtu mfupi, ibada ilifanyika. Kuna mtu anaelewa kitu nasema? Alipoingia kwenye nyumba ya Zakayo, yule mfupi, ibada ilifanyika. Yani ile tu kwamba Zakayo alimwamini Yesu, alafu boom, akamfungulia mlango, akamkaribisha kwake. Zakayo akaanza kumwabudu, akaanza kuondolea mbali kila kitu. Ikiwa kuna mtu nimemdhulumu, ikiwa kuna mtu nimemtapeli, that is worship. Hiyo ni ibada ya kwamba natambua nafasi yako, natambua wewe ni nani uliyeingia ndani mwangu. Sasa kuna watu tangu wamempokea Roho Mtakatifu, mfumo wao wa maisha bado ni ule ule. They choose to behave somewhere. Kuna mahali wanachagua kuwa na heshima, kuna mahali wanachagua kuwa na adabu, kuna mahali wanachagua kumwona Mungu, na wakati Mungu anaishi ndani yao. So they misbehave somewhere, wakiwa wenyewe wanaanza kuishi wanavyotaka, wanajichagulia vile ambavyo wanataka kuenenda. At the same time, wakati wanafanya vitu hivi vyote, si kama unanielewa, wakija kanisani wanataka kuwa watakatifu, wajionyeshe ya kwamba wao ni wema, ya kwamba wanamwabudu Mungu katika roho na kweli, na wakati Mungu wako naye ndani yao. Haleluya. Wako naye ndani yao. Kanisa limefeli kushindwa kutembea na nguvu za Mungu. Kanisa limeshindwa kumheshimu Mungu. Kanisa limeshindwa kuona mkono wa Mungu, kwa sababu wameneglect, wamemkataa Mungu wakiwa wanafikiri wamemkubali Mungu. Let me show you another scripture. Rabasetekeliada. Tusaidie Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 ule mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi: lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Ina maana kazi zote za Mungu anayezitenda ni Roho huyo huyo mmoja wa Mungu. Alafu anasema yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Ina maana unataka kuwa na nguvu, matendo ya miujiza, uone nguvu ya Mungu inatembea kwenye maisha yako. Mwenye uwezo wa kuachilia haya yote ni Roho wa Mungu anayetenda kazi ndani yako. Kwa kama uwezi kumheshimu huyo, unategemea kwamba kuna mtumishi wa Mungu fulani mahali fulani atakayeachilia upako ili hiyo nguvu ianze kutenda kazi kwenye maisha yako. Sahau. Kuna mtu anaelewa kitu nasema? Like unaishi tu unavyojiishia, unasema mimi nakaa bwana, kwani shida iko wapi? Alafu ukienda kanisani unataka pale kanisani ndio miujiza sasa ianze kuonekana, matendo ya Mungu yaanze kuonekana, nguvu za Mungu sasa zikuvamie, mambo ya unasema napokea. My friend, ulishampokea Roho Mtakatifu, yuko ndani yako. Ukishindwa kumheshimu, hakuna kitu kitakachobadilika. Kwa sababu gani? Yeye peke yake ndio anayetoa kama apendavyo. Ndio Roho wa Mungu. Kwa lugha nyepesi ni kwamba kama Yesu angekuwa katika mwili duniani, sawa, vile ambavyo angetoa ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anatoa sasa hivi katika maisha tunayoishi. So kama hauna uhusiano na Roho wa Mungu, kama umtambui wala umheshimu wala umpi nafasi yake yeye kama Roho wa Mungu, sahau kuhusu matokeo ya kimungu, kwa sababu anayetenda hizi kazi ni Roho wa Mungu. Sasa kuna watu wanachanganya hapa.
Roho wa Mungu anaweza akawa juu ya mtumishi wa Mungu kama hivi. Huyu mtumishi wa Mungu akamwomba Mungu, warehemu watu wako na uwabariki. Kwa sababu huyu mtumishi wa Mungu amealign au yuko sawa na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu anawabariki hao watu kwa kuheshimu uhusiano alionao yeye na huyo mtu. Ndio watu wanaponea hapo. Unakuta watu wanabarikiwa, unakuta watu wanafunguliwa. Lakini vitu hivyo vyote Mungu angeweza kuvitenda kwako. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Mungu anaishi ndani yako. Kwa nini Mungu havitendi? Kwa sababu haumheshimu Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu hana umuhimu kwenye maisha yako. Ukikaa mwenyewe hivi una uwezo wa kutukanana, unasengenya, unafanya kila kitu unavyotaka, unadanganya, unasema uongo, unafitini watu, kila kitu unakifanya. Lakini ukija mbele za Mungu, you are holy, wewe ni mtakatifu, huwezi kumuona Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Mungu anayekaa ndani yako alikuwa anakushuhudia unachokifanya ni kibaya, ila ulikuwa unamsikiliza, umemzima data. Na kwa sababu umemzima data, kila kitu kinachotokea katika ulimwengu wa kiroho, hakuna kitu kitakachobadilika kwenye maisha yako kuelekea positivity, kuwa sawa. Kwa nini? Kwa sababu yule Roho ambaye ana uwezo wa kubadilisha maisha yako, kukuongoza, kukupeleka katika njia za haki, umemnyamazisha. So people are looking for miracles everywhere. Watu wanatafuta miujiza kila mahali. Watu wanatafuta nguvu kila mahali. Watu wanatafuta upako kila mahali. Watu wanatafuta uwezo kila mahali. Wanasahau ya kwamba uwezo huo Mungu aliuwekeza ndani yao. Uko ndani yao. Wanatembea na Mungu ndani yao, lakini hawamheshimu. Na kwa sababu hawamheshimu, hafanyi chochote. Umewahi kujiuliza kwenye kile kitabu cha I believe ni Samueli wa pili, wakati ambapo Daudi ameenda kuchukua sanduku la agano. Sanduku la agano kuna mahali lilikuwa limewekwa. Wakati Daudi anaenda kulichukua, hakuna kitu chochote kilichotokea, licha ya kuwa sanduku la agano lilikaa hapo miaka mingi. Lakini sanduku hilo la agano likachukuliwa. Lilipokuwa linatoka pale, sanduku hilo la agano likaua mtu. Lilipoua mtu, likachukuliwa likapelekwa kwenye nyumba ya Mgiti mmoja anaitwa Obed-Edom. Sanduku lilipokaa kwenye nyumba ya Obed-Edom, ndani ya miezi mitatu maisha ya Obed-Edom yakabadilika completely. Kwa nini? Kwa sababu sanduku la agano limekaa kwake na amejua vitu vya kufanya pakiwa na sanduku la agano kwake. Kitu gani nataka kusema? Kuna watu wanakaa na sanduku la agano. Kuna watu wanakaa na Roho wa Mungu. Kwa sababu hawamheshimu, maisha yao yamekuwa ukiwa, yamekuwa giza. There is no light, nothing changes. Kwa sababu wameshindwa kumheshimu Roho wa Mungu anayekaa ndani yao. Na wengine ni watumishi wa Mungu. So inabidi waende wakabandikwe mikono kwingine. Inabidi wafike mahali wazurule, watafute msaada wa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu wao kama wao wameshindwa kumtii Roho wa Mungu anayeishi ndani yao. Kwa kama ilivyokuwa kwa mahali ambapo sanduku la agano lilikuwa limekaa kwa muda mrefu pasipo kufanya chochote na likaleta matokeo ndani ya miezi mitatu lilipokaa kwa Obed-Edom, ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anatenda kazi. Ana uwezo wa kukaa ndani yako. Usipotambua nafasi yake, usipomheshimu, usipomlinda, usipojua yeye ni nani, utendaji kazi wake ukoje, atakaa kimya kama vile Ayubu. Did you hear what I just said? Atakaa kimya kama vile Ayubu. Utahangaika kusema nataka kumuona Mungu, nataka kuona ulinzi wa Mungu. Sikiliza, mahali popote ambapo kuna Roho wa Mungu ndani ya mtu, Mungu anamlinda huyo mtu, kwa sababu maandiko yanasema hivi, hawamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, naye anakaa ndani yenu. Kwa anasema mtu yote atakayeliharibu hekalu la Mungu, Mungu naye atamharibu. Sikiliza, ukijua kumtii Roho wa Mungu anayekaa ndani yako, you are not praying, hauombi ulinzi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe hawezi kuguswa. Kuna mtu anaelewa? Yaani wasio watakatifu hawezi kumgusa Mungu. Kwa wasio haki wanapojaribu kukusogelea ili kukuumiza, Mungu atawapiga. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni hekalu lake.
Hakuna mtu ana uwezo wa kulitukana hekalu la Mungu akawa salama. Hakuna mtu anaweza kuigusa madhabahu ya Mungu akawa salama. Hawaruhusiwi. Shida iko kwetu. We are not in alignment with the Spirit of God. Hatutembei kwa kadiri ya vile ambavyo Roho wa Mungu anataka tutembee. But only if we knew, tungejua ya kwamba aisee, huyu Roho wa Mungu tuliyepewa, sawa, ni agano na tumepewa kiagano, naye ni Mungu kamili. Kama ambavyo tunatetemeka kanisani, ndivyo ambavyo tunatakiwa tutetemeke kwenye vyumba vyetu, ndivyo ambavyo tunatakiwa tutetemeke kwenye njia zetu, tutetemeke maofisini, tutetemeke tunapotembea, tutetemeke tunapoishi. Tukijua hiyo siri, Mungu atajifunua katika namna ambayo hujawahi kuona. Kwa nini? Kwa sababu ni Roho wa Mungu anayeishi ndani yako. Anakaa. Ni Mungu kamili. Ni Mungu kamili. Na nimesema hapo mwanzo, nikasema hivi, usipomheshimu anakaa kimya. Anakaa kimya. Kana kwamba huwa hahitaji. Hivi umewahi kuona duniani hapa watu wanamtukana Mungu? Wanamsema Mungu anavyotaka. Umewahi kuona Mungu anawaua ovyo? Hapana. Nisikize, kuna watu kibao walevi tu, kana Mungu anavyotaka, hafanyi chochote. Amekaa kimya. Ndio tabia za Roho wa Mungu. Merciful. Ni mwenye rehema. Rehema zake huwa zinakoma mtu anapokufa. Yaani ile tu kwamba roho yako inapoachana na mwili, rehema pia zimekoma. Lakini ukiwa hivi hai, anakurehemu. Kuna wakati ufanyi kama anavyotaka, anakuongoza, unaenda kinyume, you rebel, anakurehemu, anakuacha. Na ni Mungu na yuko ndani yako. Hujawahi kwenda mahali unakuta kuna watu wanafanya kila namna ya uchafu, na Mungu yuko kila mahali, lakini hasemi chochote. Ananyamaza, kana kwamba hayupo, kana kwamba ana nguvu. Ndivyo inavyotokea kwa Roho wa Mungu anayekaa ndani yako. Una uwezo wa kufanya chochote kile. Sikiliza, hata ukisema unataka kuvuta sigara, bangi, kutukanana na watu, ni Mungu yuko ndani yako na atakaa kimya kama vile hayupo. Ataugua na utasikia, lakini una uwezo wa kumnyamazisha. Ukasema hamna bwana, ni mambo ya kawaida. Siku mwili wako utakapoacha roho itakapouacha huo mwili, ndio utajua ya kwamba rehema za Mungu huwa zina kikomo mtu anapokufa. Lakini ukiwa hivi, Roho wa Mungu anakuwa kama vile asemi. Anakaa kimya kabisa. So people, we do not respect the Spirit of God. Hatumheshimu Roho. Kuna maeneo unaweza ukafika, ukaanza kuongea mazungumzo ya ajabu. Nisikilize. Kama maandiko yanasema Roho wa Mungu anakaa ndani yetu, okay? Na yeye ni hekalu la Mungu. Ina maana miili yetu ni hekalu la Mungu. Kwa lugha nyepesi ni kwamba macho yetu ni macho yake. Chochote tunachokitazama ni yeye tunamtazamisha. Did you get what I'm saying? Chochote tunachokisikiliza tunamsikilizisha. Anasikia. Kwa sababu mwili wote tulionao ni hekalu la kwake. Anaishi ndani yetu. I remember I was listening to this man of God. Nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Reinhard Bonke. He was a man of God, a very powerful evangelist. Akasema kuna siku alienda kwenye supermarket, akakutana na mtu mmoja. Yule mtu alipomwona akaanza kulia. Akalia sana. Alafu akatubu dhambi zake na nini. Alafu anasema Bonke akashangaa sana hicho kitu. Alafu anasema wakati anatoka, akawa anamuuliza Mungu, hiki ni nini? Ndani yake Roho Mtakatifu akamwambia, mara nyingine huwa naamua kuchungulia kupitia macho yako. There are times that I decide kuchungulia. Is it not in the character of God? Ukienda kusoma kwenye kile kitabu cha Kutoka utakutana na hiyo sifa ya Mungu. Maandiko yanasema hivi, palipokuwa zamu ya alfajiri, sawa, Mungu akalichungulia jeshi la Wamisri katika lile wingu. Sikiliza. Mungu anaweza kuamua mara moja kuchungulia kupitia macho yako. Atakutana na nini atakapoamua kuchungulia? What will he meet? Atakutana na nini? Atakuta unasoma nini? Atakuta unatazama nini? Anapoamua kusikiliza maneno ya watu, anapoamua kusikiliza mambo ya watu,
kwa kutumia masikio yako. Siku atakayoamua kusikiliza atakutana na nini? Atakuta unasikiliza nini? We do not know that the Spirit of God lives in us. Mungu mwenyewe anakaa ndani yetu, na ndio maana anatutakasa. Kwa nini anatutakasa? Anatutakasa ili tuwe safi, tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Kwa sababu za Mungu kukutakasa roho yako, nafsi yako na mwili wako ni kwa sababu wewe ni hekalu lake. Hawezi kukaa pasipo patakatifu, kwa inabidi akutakase kwa damu ya Yesu. Maandiko yanasema tumenunuliwa kwa damu ya Yesu. Kile kitabu cha Ufunuo sura ya 5, tumenunuliwa kwa damu ya Yesu. Kwa anatutakasa kwa sababu sisi ni mali yake. One of the mistake that we make is we do not know the Holy Spirit. Hatumjui roho wa Mungu, ya kwamba roho wa Mungu ni Mungu kamili, ni roho wa Mungu aliye hai. Yohana 16 mstari wa 13. I want you to listen. Anasema hivi, lakini yeye atakapokuja, huyo roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Sikiliza, kuna watu wanataka na wanalilia kuongozwa na Mungu. Haulilii kuongozwa na Mungu, unalilia kuongozwa na roho wa Mungu anayeishi ndani yako. Kwa kama huwa anakuongoza kila siku na umsikii, kilio chako ni bure, kwa sababu yuko kukuongoza ndani yako, lakini umsikilizi. Ni roho wa Mungu anaishi ndani yako. Anasema atakapokuja huyo roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Ndio maana watu ambao wamejua kutembea na Roho Mtakatifu, akianza kuwashauri wanasikia kutoka ndani, akiwakataza wanasikia kutoka ndani. Hawahitaji kwenda kanisani ili kuzuiwa. They can hear God from within. Wanamsikia Mungu kutoka ndani. Wakikatazwa wanasikia. They do not need a crusade. Hawahitaji mkutano wa Injili ili Mungu awaonye. Kwa nini? Anakaa ndani yao. Kwa anaweza kuwaonya wakati wowote, saa yoyote. Yaani unaweza ukakuta mtu amekaa hivi na ndani yake akasikia, aisee, kiburi chako kimeongezeka, na akasema, ndio Bwana, ni rehemu, naomba toba. Hahitaji kwenda popote ili kuongozwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaishi ndani yake na anamsikia. Anasema, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Nisikilize, ukiona unakamatwa kama kuku, matatizo yanakukuta kama vile bata amekamatwa anaenda kuchinjwa, uwe na uhakika ya kwamba kinachotokea haumsikilizi Mungu anayeishi ndani yako. Halo? Maandiko yanasema hivi, yote atakayoyasikia atayanena. Kwa hiyo yamkini Roho Mtakatifu ananena ndani yako kwa habari ya maneno ambayo maadui zako wananena juu yako kinyume na wewe. Alafu anasema hivi, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Mambo yanayokuja anakupasha habari. Hausikii. Kwa nini hausikii? You are rebellious. Moyo wako umejaa kiburi. Anasema, kwa maana dhambi zenu zimeuficha mbali uso wa Mungu hata msimuone. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Mungu anapozungumza haumsikii kwa sababu ya dhambi zako, kwa sababu ya makosa yako. Haumsikii. Uso wake umefichika kwa sababu ya makosa. Anakaa ndani yako lakini hauwezi kumsikia, huwezi kumuona. Unaenda kanisani and you are wondering, kwani leo hamna upako? Kwani leo hamna uwepo wa Mungu? Umewahi kwenda kanisani, unafika, you enter church, unaona kuna wengine wanalia, wewe mkavu. Ya unaona wengine wanalia, wanamlilia Mungu, wengine wamelala chini, wengine wameinua mikono, wengine wanaabudu. Wewe mkavu. The problem is not God. The problem is you. Shida sio Mungu, shida ni wewe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekwisha kujifunua, lakini ndani yako, uso wako na wa kwake hauwezi kuonana. Kwa nini? Dhambi. You are not in alignment. You have not paid attention. Haumsikii wala haumsikilizi. Na kwa sababu hiyo huwezi kusikia wala kuona nguvu zake. Yesu tusaidie.
Anasema hivi mstari wa 14, yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Unataka kujua habari za Yesu? Unataka kujua Yesu anasema nini kwenye maisha yako? Ni Roho wa Mungu anayeishi ndani yako, kwa sababu huyo yupo kwa ajili ya kumtukuza Yesu unayemtafuta. Unamtafuta Mungu na umpati kwa sababu umemdharau Mungu ndani yako. You are looking for God and you cannot see God because the God in you is silent. Yuko kimya. Anasema na yote alionayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Yesu anamaanisha ya kwamba, sikiliza, mnahangaika sana kunitafuta, mnahangaika sana kujua habari zangu, lakini habari zangu zote zimefungwa ndani yenu. Kila barados kefelia baya, je barados kefelia badaya, meli baradus kefeliada, shekarados kefeliadi, mande radabas ketefeliata. I want you to go before God. Thank you, Holy Spirit. I want you to go before God. Nenda mbele za Mungu, omba toba, mwambie Mungu ni rehemu. Niko na wewe siku zote, lakini sikuheshimu. Niko na wewe siku zote, lakini nakupuuzia. Niko na wewe siku zote, lakini nakudharau. Najitahidi sana kutaka kutoa sadaka. Najitahidi sana kutaka kuona nguvu zako. Najitahidi sana kutaka kuona uwezo wako. Najitahidi sana ili ifike mahali wewe unikubali. Lakini Mungu ulishanikubali, ndio sababu uko ndani yangu. Ila mimi tu nimekudharau. Kwa nakuja mbele zako, ninaomba toba. Mungu ni rehemu. Can you pray that prayer? Father, in the mighty name of Jesus, I come before you, O God, as a person. There is no a man of God when it comes to you. There are only your children. Kuna watoto wako tu. Wewe Mungu uliyeninunua kwa damu yako ya thamani, ukuzuia Roho wako Mtakatifu akae ndani yangu, ukamwachilia pasipo malipo yoyote, naye anaishi ndani yangu. Na ulinipa Roho wako Mtakatifu tangu siku uliponiokoa. Lakini Mungu, nimekuwa natembea kwa jeuri, kiburi, kuto kumsikia, with rebellion against your spirit, O God. Nimemhuzunisha Roho wako mara nyingi. Ninakuja mbele zako, ninaomba rehema. Mara nyingi Roho wako amenionya, sikumsikia. Mara nyingi nimesema maneno machafu, mabaya na ya makufuru mbele zako, na Roho wako akiwepo ndani yangu. Mara nyingi nimewaza mawazo mabaya na Roho wako akiwa ndani yangu. Mara nyingi nimetenda matendo mabaya na Roho wako akiwa ananiona, akiwa ananishuhudia. Mungu, ninaomba rehema, ni rehemu, nisamehe. Usinihesabie uovu huo. Unitakase, unihurumie, uachilie uovu wangu. Ninatubu, Bwana. Hii ndio sababu hatuendi hatua nyingine. Hii ndio sababu tumekwama pale pale tulipokwama, kwa sababu Mungu tumemdharau Roho wako Mtakatifu. Tumempuuzia. Anasema na sisi tunaendelea kuwa viburi. Anatufundisha, tunakataa mafundisho yake. Anatuelekeza, tunakataa maelekezo yake. Mungu, ninatubu. Ninaomba rehema. Tusamehe. Umetufundisha neno lako ili, Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu, ili upate kutusamehe. Mungu, tunakuja mbele zako, tunafungua mioyo yetu, tusikie kwa upya. Wako wengine ambao Roho Mtakatifu alinyamaza muda mrefu. Mungu, ukaturehemu, ukatusemeshe tena kwa namna zote, kwa neno lako, kwa maono, kwa watumishi wako, kwa sauti yako, kwa mawazo, kwa kila kitu. Ukatakase kila eneo ambalo Mungu tumedharau na kupuuzia. Ukatufutie uovu wetu wote, kama ambavyo Mungu umeitenga mbali magharibi na mashariki. Mungu, katutenge mbali na uovu huo, wala uovu huo usikumbuke tena. Roho Mtakatifu tuliyekuhuzunisha,
tusamehe. Niko hapa mimi na watoto wako Bwana, tunaomba utusamehe. Tusamehe, ukatujirie na nguvu zako kwa upya, ukatujaze na nguvu zako kwa upya, ukatujaze na nguvu zako tena kwa upya, kwa upya, kwa upya Bwana. Ukaturehemu, ukaturidhie, ukatufundishe tena, ukatusamehe tena, usitukatie tamaa, utembee nasi, usikumbuke uovu wetu, ukatufundishe, ukatuelekeze. Sisi ni watu wa shingo ngumu, utusamehe, turejeshe amani yako, turejeshe njia zako, tukaisikie tena sauti yako Mungu, tukapate nafasi ya kuwa na ushirika tena na wewe, tukapate nafasi tena ya kuwa na ushirika tena na wewe. Maana Mungu, hatuna ushirika na wewe pasipo Roho wako. Tupe tena ushirika na wewe, tupe kukutii, tupe kukuelewa, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.